Tunasema mkoa wa Katavi ni nyumba halisi ya pori la Tanzania. Kuna sehemu duniani ambazo utalii ni burudani, lakini kuna mahali ambapo utalii ni hisia. Ni safari ya kugusa uhalisia wa maisha. Ni kukutana na dunia kabla haijaguswa na mikono ya binadamu. Mahali hapo ni mkoa wa Katavi, ambapo pia utaikuta hifadhi ya taifa ya Katavi, pori la asili ambalo halijabadilishwa na kelele za ustaarabu, mahali ambapo Tanzania inajionyesha katika sura yake ya kwanza kabisa. Katika kona ya magharibi mwa Tanzania, mbali na misongamano ya watu, Katavi inasimama kama hazina iliyojificha, ikisubiri wageni wachache waliobahatika kuigundua. Na kila anayefika hukiri jambo moja: hii ndiyo pori halisi la Afrika, pori ambalo linasimulia hadithi kwa sauti ya upepo. Ukifika Katavi, jambo la kwanza unalokutana nalo ni ukimya wa thamani, ukimya ambao unasikika zaidi ya kelele za asili. Ukimya unaokaribisha kusikiliza sauti ya dunia ya kale. Upepo unavuma juu ya mabonde ya Chada na Katisunga, unaonekana kama unasimulia hadithi ya maelfu ya miaka, hadithi ya tembo waliotembea njia zile zile tangu mababu wa Tanzania wakiwa bado hawajaandika historia zao. Miale ya jua ikichoma nyasi za savana inakwambia karibu penye uhalisia. Makundi makubwa ya wanyama unayoyaona mara moja maishani. Katika upande mmoja wa hifadhi, mkondo wa maji wa Katuma unakusanya maisha yote ya pori. Katika kiangazi, mamia ya viboko hukusanyika katika mashimo ya maji kama jeshi lilopanga safu. Na wakati wa masika vivyo hivyo, pembeni yake mamba wakubwa wakilala kimya, wakitulia kama mawe yaliyosaulika na dunia. Kisha macho yako yanakutana na makundi yasiyoisha ya tembo wakubwa wanaotoka msituni kwa taratibu kama mafahari wa karne ya kale, na nyati wanaochola kijani cha tambarare kwa wingi wao. Mfalme wa mwituni unaweza kumuita simba, wanyama adimu ambao ni zawadi kwa mpiga picha yoyote. Katavi ni fahari ambayo unaweza kukutana na wanyama mbalimbali kama twiga, pofu, ndege adimu na wanyama wengine wasiopenda kelele. Hakuna msongamano wa magari kama kwingine, hivyo mtalii anaweza kufika Katavi na kufurahia kuona wanyama kwa muda mrefu. Hapa utalii ni wa kipekee kwa watu wanaotaka kuona pori wakiwa hawagongani na magari, huku wakiwaona wanyama tofauti tofauti. Katavi ni kwa wale wanaotaka uhuru wa kweli wa pori, mahali ambapo mpiga picha hapaswi kukosa. Wataalamu wa kutengeneza filamu wanasema kama kuna sehemu Tanzania ambayo kamera haichoki, basi ni Katavi. Hapa engo yoyote unaipiga inaonekana kama postcard, jua likizama kwa nyuma ya miombo, huku tembo wakivuka mabonde wakiwa mistari mirefu, na mamba wakiwa katika muunganiko wa kutisha na wa kuvutia. Mandhari ya tambalale isiyo na mwisho. Ni hifadhi ambayo ukiwa na kamera tu tayari una filamu. Utalii wa kipekee, safari ambayo hutaki iishe kabisa. Hifadhi ya Katavi unaweza fanya shughuli ambazo haziwezekani kwa urahisi maeneo mengine. Katavi ndio hifadhi unaweza kufurahia utalii kwa kutembea, yaani walking safari, kwa kutembea na mtaalamu wa pori ukisikiliza ardhi ikizungumza. Ukafurahia safari maalum za kupiga picha za wanyama kwa matukio ya kipekee. Ukafurahia pia kulala uwanda wa uwazi chini ya mamilioni ya nyota, mbali na umeme, mbali na kelele. Safari yako ikakuruhusu kuangalia zaidi ya aina 400 za ndege, baadhi yao wakiwa adimu kabisa kuwaona maeneo mengine duniani. Huu ndio utalii wa roho, sio wa macho.
Katavi ni hifadhi ambayo taifa linafaa kuibeba fahari. Katavi ni mali ya Tanzania, ni alama ya utalii wetu wa asili. Ni mahali ambapo tunapaswa kuukuza utalii ili dunia ione thamani ya ardhi yetu. Kila mtalii anayefika Katavi anarudi na hadithi ambayo haiwezi kusimuliwa kwa maneno ya kawaida. Anarudi na kitu cha kipekee, hisia ya kwamba amegusa sehemu ya dunia ambayo bado ipo katika hali yake ya mwanzo kabisa. Njoo ujione hifadhi ambayo dunia yote ingetamani kuiona. Tanzania ya kale, Tanzania ya kuvutia, Tanzania ya kupendeza. Karibu Katavi, karibu kwenye pori halisi la Afrika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea makala hii, langu jina ni Edith Chiwaligo na hii ni Fino Media.